nilipenda historia yako. Moja ya wazee ambao walifanikiwa kufanya kazi katika viwanda nchini Tanzania. Hebu nielezee, ilikuwa na ulipita wapi na wapi? Ndio. Mimi baada ya kumaliza shule ya msingi hapo Njombe mjini, ndio pale Njombe Mission jimboni, karibu na jimbo pale. Halafu nilitoka pale nikaenda Tosamaganga Secondary School. Ndio. Halafu baada ya kumaliza shule ya sekondari form 4 niliondoka kwenda Dar es Salaam. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 1974. Sika maisha ya kuhangaika kutafuta kazi. Ndio. Bahati nzuri niliweza kupata kazi katika kiwanda cha nguo cha Urafiki. Ndio. Kiwanda kile kilijengwa kwa msaada kutoka China. Katika urafiki wa Tanzania na China, China aliweza kutusaidia kujenga kile kiwanda. Kwa hivyo kilijulikana kama kiwanda cha nguo cha Urafiki, au kwa jina lingine kilijulikana kwa jina la Friendship Textile Mill Limited. Kwa hivyo nilikuwa pale kwa muda wa miaka kama 8-9 hivi. Ndio. Baada ya pale ulienda wapi? Mwaka 1985. Ndio. Nakumbuka ni mwezi Mei. Nilikuwa nimeapply kazi Iringa. Lakini nako kulikuwa ni kiwanda cha nguo hivyo. Lakini kile kilikuwa private. Kiwanda cha Cotex. Cotex Spinning Mill. Ndio. Hiki kiwanda kilikuwa cha Wahindi. Basi nilipeleka application yangu pale, nikajibiwa niende for interview. Nikaenda nikafanya interview, nikafaulu vizuri. Nikapata kazi pale kama production supervisor. Sasa hivi tunapozungumza kiwanda cha Urafiki ama Mwatex vipo? Viwanda hivyo kwa kweli havipo tena. Havipo tena. Baada ya mimi kuondoka kule, kiwanda kile kilikuja vikaanza kusinzia hivi kiuzalishaji. Lakini sababu iliyopelekea kusinzia kwa kiwanda kile kwa muono wangu mimi, ilianza mara tu baada ya yule rais wetu wa awamu ya pili, Rais Mwinyi. Yeye alikuja na sera yake ya ruksa kibiashara. Ile ruksa ilipelekea biashara huria na bidhaa nyingi za nguo zilianza kuingizwa Tanzania kwa wingi tu, kiasi kwamba bidhaa zetu sisi zinazozalishwa hapa Tanzania zikawa zinashindwa wakati fulani kucompete na bidhaa zinazotoka nje. Kwa mfano vitenge vinatoka China tena huko au kutoka nchi nyingine zilizoendelea, zinapoingia ndani ya Tanzania zinashindwa kushindana na bidhaa zetu kiubora. Hii peke yake ilipelekea watu kuchangamkia bidhaa za kutoka nje ambazo zinaonekana kama ni bora. Za kwetu zikaanza kukosa masoko kidogo, zikaanza kukosa masoko, na ndivyo taratibu viwanda vilianza kushindana na bidhaa zinazotoka nje, na ndio ikawa kufa kwenyewe. Hasa nazungumzia kwenye kiwanda kile ambacho mimi nilipata kukifanyia kazi, na sio hicho tu, hata nilipokwenda kiwanda cha Cotex Iringa, hatimaye nacho kilishindwa hivyo kwa mtindo huo. Na ulionaje juhudi ambazo zilifanywa na serikali wakati huo katika kunusuru hii viwanda? Kulikuwa kuna juhudi zipi, au ndio ilibidi tukuruhusu ushindani? Kwa namna ninavyoelewa mimi, hata baada ya rais wetu mpendwa Ali Hassan Mwinyi ile ruksa, lakini rais tena aliyefuata marehemu Benjamin Mkapa, yeye pia ilikuja sera ya kubinafsisha tena. Na sera ile wengi waliona kama si sera nzuri, lakini kwa mheshimiwa rais aliona kwamba viwanda hivi tayari vilikuwa haviendi kwa mchakato ule ambao utaweza kumudu kufanya visurvive. Tayari vilianza viwanda vingi kuyumba, kuingia hasara. Na serikali, kwa mfano hivi kiwanda cha nguo cha Urafiki kilikuwa ni shirika la umma. Kwa sababu ilikuwa ni shirika la umma, kulikuwa kinapokuwa kina feli, serikali inatumbukiza pesa, mtaji, sawa, kukifanya kiweze
kuendelea kusurvive kiwanda kile, kwa sababu shirika la umma. Na ilipokuwa hivyo pengine na kwa shirika la mingine, Mkapa alipofika yeye aliona kwamba hakuna sababu ya kufanya mitaji ya serikali itumbukizwe kwenye viwanda ambavyo tayari vinalegalega. Kwa hivyo akakuja na sera bora kuvibinafsisha, wanapotokea watu wanaoweza kuviendesha waviendeshe. Watu waliokuja sasa kuvichukua hivyo viwanda wenye uwezo wa kuviendesha waliviendesha? Hawakuviendesha. Wengi walikuja na idea kama vile wanataka kumudu kuviendesha, lakini kweli wenyewe hakuviendesha. Hata mmoja wapo kiwanda kile cha Urafiki hakikuweza kuendeshwa. Kiwanda kile kichukuliwa nadhani na Wachina wenyewe, wakasema kama mmeshindwa nyinyi mturudishie, sio wenyewe tuliokijenga kile kiwanda, tutaweza sisi kuinject hela nyingine pale tukiendesha. Wakafanyiwa hivyo, wakauziwa kile kiwanda, lakini baadaye hawakuweza kumudu. Wao hawakuweza kumudu kwa sababu tayari mitambo iliyokuwa mle ilikuwa ni ya teknolojia ya siku nyingi. Kumbuka kiwanda kile kimejengwa miaka 1966, 67, 68. Zamani sana. Kwa hivyo ilikuwa teknolojia ya zamani. Wachina wakaamua na wao kutoingiza mashine mpya, kikaa pamoja wakakitumia kiwanda kile kwa matumizi mengine. Unaona hali hiyo sasa pengine ndio tuko nayo mpaka sasa. Kwa vile mimi ninavyoona, naona sasa bidhaa kutoka nje ni nyingi sana nchini Tanzania. Wewe unavyotazama kama tuna viwanda hivi sasa ambavyo pengine viko, unaona vinaweza kushindana sasa hivi katika soko la sasa? Kwa kweli viko viwanda vichache ambavyo vinaumudu ushindani, na baada ya kuwa vimebinafsishwa, vile vya zamani baada ya kuwa vimebinafsishwa, wako waliochukua vile viwanda kama kampuni ya mtu binafsi, wanaingia kwenye ushindani. Viko vichache vimeingia kwenye ushindani, lakini vile vilivyokuwa mashirika ya umma vyote karibu vingi vilishindwa. Ndio vile ambavyo vilitaifishwa vilishindwa. Vinavyobaki saizi kuendesha sana ni vile vinavyoendeshwa na watu binafsi, makampuni ya watu binafsi. Sasa hivi hapa juzi kulikuwa kuna mvutano kidogo, wafanyabiashara pale Kariakoo, Dar es Salaam. Walikuwa wanalaumiana. Sasa unakuta mpaka Wachina wenyewe wanafanya kazi za uchuuzi ndogo ndogo kabisa za kuuza bidhaa ambazo angeliweza kuuza Mtanzania. Wakati ule Waziri Jafo, waziri wa biashara, ikabidi aingilie kati. Kaonekana pia kuna Watanzania wengine wanatumika, wanakaa nyuma ya wageni. Ile ilikuwa inaonyesha nini? Sisi tumeshindwa uzalishaji wa bidhaa zetu za ndani kwa wingi, na tunaruhusu mpaka sasa wageni wanakuja na bidhaa zao na wanaingia kuziuza mtaani, au inaonyesha vipi? Tumekuwa zaidi kibiashara sasa mpaka wageni wanaweza kufanya biashara ambazo wanaweza kufanya Mtanzania? Kwa maoni yangu mimi, ile kitu kwa kweli naiona si nzuri. Si nzuri kwa maana gani? Wazawa wapo. Wazawa ni fursa zao za kufanya kazi. Nchi hii inahangaika juu ya vijana kuwatafutia kazi. Nafasi za kazi ndio hizo, za kufanya biashara, za kufanya kazi viwandani humo. Kukaribisha wageni na hasa kwa nafasi za ajira hizi ndogo ndogo, kwa kweli ni kunyima nafasi za wazawa wa Tanzania, na hiyo ndio kupunguza nafasi za kazi ambazo zinahitajika kwa vijana wetu wa Kitanzania, ambao sasa Tanzania inasemekana ndio Gen Z wanaanza kulalamika. Gen Z unafahamu? Ndio, nafahamu. Ni vijana wa sasa, kizazi kipya hiki cha sasa. Ndio, hawana ajira. Wanakosa ajira kwa sababu nafasi nyingine hizo wananyimwa kupitia hao wageni ambao wanakuja kushika nafasi ndogo ndogo tu za kawaida za wamachinga. Vijana nao wakawa wanafanya kazi, hao wageni wanafanya kazi za machinga, kazi hizi ambazo zilitosha kwa ajili vijana wetu. Rais Samia Suluhu Hassan, tunakwenda na dira ya 2050. Kule Mheshimiwa Rais anasema tunajielekeza katika viwanda, lakini tunajielekeza katika kufanya kazi kwa maarifa. Unaonaje Tanzania sasa hivi? Tumejitayarisha vizuri kuelekea katika Tanzania ya viwanda? Ndio, kwa kadiri ninavyoona. Kwanza nimpongeze huyu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa mkakati huo anaokuja nao wa viwanda. Ni mkakati nzuri kabisa. Ni mkakati ambao naamini Watanzania wote watafurahia, hata mimi naufurahia. Kwa sababu hiyo peke yake
kupatikana kwa viwanda ndio kutaka kuhakikisha ajira kwa vijana wengi. Na hasa ukichukua vijana wetu wa saa hizi wengi ni wasomi lakini hawana kazi, na ndio imekuwa kelele kubwa. Vijana wanamaliza shule, elimu nzuri, kazi hakuna. Lakini kwa njia ya kuanzisha viwanda ndio itakayokomboa kupata vijana waweze kuajiriwa viwandani humo. Tanzania unavyoiona tumejiandaa vizuri katika kutimiza hayo malengo? Kwa maana tuko vizuri kabisa kiteknolojia, labda kiuchumi, katika mazingira mazuri ya kuwawezesha wananchi waweze kuanzisha viwanda, mazingira mazuri ya uwekezaji ili tuweze kuwa na wageni wanaweza kuja kutuwekea viwanda vya kutosha. Tuko vizuri, tumejiandaa vizuri mpaka hapa tulipofikia Tanzania. Mimi naweza kusema tuko vizuri. Tuko vizuri kwa sababu gani? Ukichukua tunaweza tukasema ile human resources, mtaji watu tunao mzuri, kwa maana tunao vijana wengi wenye elimu nzuri, ndio mtaji. Katika kuendesha viwanda lazima uwe na watu, tena watu wenye elimu ya kutosha. Tuko vizuri katika masuala ya teknolojia na mawasiliano, tuko vizuri. Vijana katika mambo ya tehama tuko vizuri nchini sasa hivi. Katika mambo ya tehama vijana wengi unakuta habari ya kutumia mitandao hii wanaijua vizuri sana, na ndio ulimwengu sasa unahitaji mambo kama hayo. Lakini niseme tuko vizuri kama nchi kwa sababu nini? Hata miundombinu ya usafirishaji wa bidhaa mbalimbali, tuna barabara, mitandao ya barabara sasa hivi ndani ya Tanzania mingi ni mizuri. Tayari tuna mtandao, tunaona tayari serikali inaanza ujenzi wa barabara ya Songea Ruvuma. Nilitaka niende huko, wanaiboresha barabara hii sasa. Barabara ilikuwa ya lami toka siku nyingi, lakini ilitengenezwa muda mrefu sana. Kwa hivyo serikali imeshaiona na sasa wanataka waanze kuboresha hii barabara, kuitengeneza upya. Barabara hii ni muhimu sana katika kusafirisha bidhaa mbalimbali, ziwe za viwandani, ziwe za kilimo, ziwe za madini na vitu kama hivi. Miundombinu ya barabara ni kitu muhimu ambayo kitaifa sasa hivi tuko vizuri. Tuko vizuri sana. Yaani unaweza kutoka hapa Njombe sasa hivi mpaka unafika Msoma usiguse barabara ya vumbi. Unaweza kutoka hapa mpaka unafika Mbamba Bay. Mimi nimekwenda mpaka Mbamba Bay kutoka Njombe miaka miwili tu iliyopita, mpaka Mbamba Bay ziwani kwa barabara yaani usione vumbi. Unaweza kuzunguka kupitia Tunduru, Masasi, Mtwara huko mpaka Dar es Salaam usione kanyage barabara ya vumbi. Kwa hivyo katika miundombinu ya usafiri ambayo ni muhimu katika mambo ya viwanda ni kitu muhimu sana. Ili tufike kwa zaidi ya hapo, tunayo reli sasa. Treni hiyo ya kisasa na juzi amefungua ujenzi kwa Kigoma. Yes. Kwa hivyo ni vitu muhimu sana katika sekta hizi za viwanda. Sekta ya viwanda inaendana na mambo ya miundombinu ya usafirishaji pia. Tunayo mambo ya ndege. Tuko vizuri, hatuko vibaya sana. Kwa hivyo mimi niseme katika kuelekea kwenye mambo ya viwanda tuko vizuri. Sawa. Ili tufike kwa ufanisi, kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka pia katika dira tufanye kazi kwa maarifa. Si tunasema tunakwenda katika viwanda lakini tunakuwa na janja nyingi. Tunahitaji maarifa. Ili tufike kwa wakati na kwa ufanisi, serikali inapaswa kufanya nini? Ili tufaulu kufika huko, serikali inapaswa kuwa na vyuo mbalimbali hasa vya mambo ya ufundi. Viwanda, huko viwandani ambako mimi nimefanya kazi nyingi sana za kiufundi, za kitaalamu. Serikali inatakiwa kuongeza vipo, sio kwamba havipo, vipo. Serikali inahitaji kuanzisha VETA nyingi sana. Vyuo vya ufundi vingi sana. Colleges nyingi za ufundi kama hizo za Mbeya. Tunaita Mbeya Technical nini. Vyuo vya ufundi vile vyote hivi vitazalisha watu watakaofanya kazi. Ludewa kule pia wametengeneza. Yes, kuna chuo cha maji. Kijiji cha Amani pale kuna chuo cha VETA mkoa wa Njombe. Kwa hivyo yote ni mikakati mizuri katika kuelekea kwenye mambo ya viwanda ndani ya nchi. Sawa. Vijana wa sasa
Gen Z ndio taifa lao hili. Ndio. Tunakwenda katika Tanzania ya viwanda. Ungetamani kuona vijana wa aina gani? Kwa kweli ningependa kuona vijana na enzi zenu ningependa kuona vijana wanaojishughulisha katika kupata maarifa mbalimbali yanayoweza kuwasaidia katika maisha. Maarifa mbalimbali, yawe maarifa ya viwandani, yawe maarifa ya ufundi, yawe maarifa ya kilimo, yawe maarifa ya mifugo, ya ufugaji. Maarifa mbalimbali yanayoweza kumtoa kijana akaishi vizuri kwa namna ya kujitegemea.